What's up my beautiful people, ni another beautiful day na karibu kwenye updates za kimichezo ambazo zinapatikana hapa PMTV. Na kwenye update hizo za kimichezo bwana, leo hii tunaikumbuka tarehe 18 Januari mwaka 2026 ikiwa ni Jumapili, majira yakiwa ni saa 4 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, dimba likiwa ni Stade Prince Moulay Abdallah, dimba lenye uwezo wa kuchukua watu 68,700, lakini siku hiyo watu waliohudhuria walikuwa ni 66,526. Referee akiwa ni Jean-Jacques Ndala Ngambo, referee kutoka Congo Brazzaville, ambaye alikuwa ana officiate mechi kati ya Senegal dhidi ya Morocco, ikiwa ni finali ya michuano ya AFCON 2025 2026. Kila kitu kilikuwa kinaenda sawa mpaka pale ilipofika dakika ya 93 ya mchezo, ambapo referee Jean-Jacques Ndala aliamua penalty na kuipa Morocco penalty, na hii ni baada ya yeye kutafsiri kwamba mchezaji wa timu ya taifa ya Senegal, nikiwa namzungumzia Malick Diouf, ambaye alimchezea foul Brahim Diaz kwenye box, na mwamuzi Jean-Jacques Ndala kuweza kuamua kwamba ni foul. Sasa Senegal waliamua kugomea mchongo huo na kuweza kutoka nje ya pitch wakiwa wanashauriwa na kocha wao pamoja na benchi la ufundi, nikiwa namzungumzia Pape Thiaw. Ni mechi ilisimama kwa takribani dakika 15. Baada ya hapo sasa Senegali wakakubali na kuweza kurejea kwenye pitch, ambapo penalti ilipigwa na Brahim Diaz na alikosa penalti hiyo. Hivyo basi mechi ikalazimika kwenda katika extra time, ambako huko dakika ya 94 ya mchezo Pape Gueye akiipa bao moja ambao ndo bao la ushindi timu ya taifa ya Senegal, na hivyo basi Senegal akatangazwa kuwa bingwa wa michuano ya AFCON siku hiyo tarehe 18 ya mwezi Januari mwaka 2026. Lakini kitu ambacho kimeanza kugonga vichwa vya habari ni jana, baada ya CAF kuweza kurevoke maamuzi yao, yani kuwapoka Senegal ubingwa wao na kuikabidhi Morocco na kuipa ushindi Morocco wa mabao 3-0 dhidi ya Senegal. Sasa kumekuwa na mitazamo tofauti kuhusiana na situation hiyo ambayo imetokea ama jana kutangazwa rasmi kwamba Morocco ndiye bingwa mpya wa mchuano wa AFCON 2025 2026. Sasa Jemedari Said bin Kazumali, the voice of the voiceless, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya soka hapa nchini Tanzania, kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram ameandika hivi: Afrika tuliwaishwa kupata uhuru kutoka kwa wakoloni. Chini ameandika hivi: kamati ya rufani ya CAF imeipoka ubingwa wa AFCON Senegal na kuizawadia Morocco kwa kitendo cha Senegal kugomea penati waliopewa Morocco kabla ya kurejea kiwanjani na kushinda bao 1-0. CAF wametumia hiyo kanuni hapo kuipoka Senegal ubingwa na kuwapa Morocco. Ukisoma kanuni, waliofanya maamuzi wako sawa, lakini fikiria walioandika walikuwa wanafikiria nini? Kwa akili yangu ya kawaida, serikali ya Senegal hawatokubali hili kamwe. Watakata rufaa CAS kupitia FA yao, na siwaoni CAS wakiruhusu upuuzi huu kutokea, kwamba 2025 2026 kuna watu wanatoa ushindi wa mezani kwa timu iliyoshindwa kiwanjani baada ya dakika 120. Hapo ndo tutajua wakoloni waliondoka mapema. Kifupi, Senegal wamehukumiwa mara 2 kwa kosa moja. Walipigwa faini wachezaji, kocha na FA yao. Jana hukumu ya pili ni kupokwa ubingwa wao. Ila Afrika ni kichekesho. Hayo yakiwa ni maoni ya bin Kazumari Jemedari Said. Lakini pia mzee wa Jambia Wilson Oluma kupitia Instagram yake naye ameandika: Afrika inafaa tuendelee kutawaliwa na wazungu, sisi ni watu wajinga kabisa. Swala ni kutoka bila ruhusa ya refa. Okay, fine. Je, walirejea kiwanjani kwa ruhusa ya nani? Waliporejeshwa kiwanjani, si swala la kutoka bila ruhusa ya refa linakufa kifo cha kawaida? Na kama hii kanuni ilikuwepo, kwa nini haikutumika siku ile pale kiwanjani?
au ni kanuni mpya? Kwa nini Motsepe uliwapongeza Senegal personally? Huyu mzee Dr. Patrice Motsepe nilikuwa na kuheshimu, lakini tangu jana nimekuvua vyeo vyote bure kabisa. It's clearly Morocco kwa sasa ndio wanaongoza football ya Afrika. Eternally ridiculous. Hayo yakiwa ni maandishi ya Wilson Oluma kuhusiana na sakata hilo. Wewe pia unayo fursa ya kutuambia unafikiria nini kuhusiana na sakata hilo. Je, Morocco alistahili kuwa bingwa ama wewe uko upande wa Senegal? Na ushauri wako ni kipi kifanyike kuhusiana na sakata hili ambalo limeibua mapya? Sio Afrika peke yake bali dunia nzima imekuwa ikilitazama swala hili. Lakini wakati unafanya hivyo usisahau PMBet wapo kwa ajili ya kuboresha maisha yako, na wanafanya hivyo kwa kukupa pesa pamoja na magari. Sasa wewe ambaye huwa unafanya bashiri zako za mechi kupitia PMBet, ukishinda mkeka wako jua haujashinda pesa peke yake, bali unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website yao ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias, ini PMTV.